ndani kidogo. Waheshimiwa viongozi wote katika ngazi zenu kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini pia kutoka serikalini, waheshimiwa wabunge wateule na madiwani wateule mliopo, wazee wetu wa Temeke, viongozi wa dini, vikundi vya sanaa, wanahabari na wana CCM, wana Temeke, Temeke oye! Ndugu zangu, tumesikia maendeleo. Kila aliyesimama amezungumzia maendeleo. Aliyekuwa meya wenu ameyataja aliyoweza kuyataja, lakini alisema mengi yamefanywa Temeke. Kwa hiyo mimi hapa sitaki kurudia, na wakati wanasema wabunge wenu wateule, sikuona mtu kasema sio kweli, hakuna. Kwa ina maana yote yalosemwa hapa ni ya kweli. Kwa hiyo sitarudia tena yaliyozungumzwa kwa Temeke, lakini kidogo nitasema mambo machache tu kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mkoa wa Dar es Salaam nianze na wajasiriamali, kwa sababu ndio wengi sana mkoa wa Dar es Salaam. Wajasiriamali kwa kweli wamefaidika sana ndani ya miaka mitano hii ya John Pombe Magufuli. Kwa Temeke peke yake wilaya moja ni bilioni 8.8. Chukua bilioni na ni wilaya zote za Dar es Salaam. Lakini jamani, mengine hata si ya kuzungumza. Mabarabara yametajwa hapa, maflyover mnayaona, madaraja ya baharini mnayaona, mambo yote yapo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Airport nzuri ya kimataifa ya kuvutia ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa upande wa elimu, mkoa wa Dar es Salaam umevuta bilioni 44.4 pesa za wavuja jasho, pesa za walipa kodi zimetumika Dar es Salaam. Lakini zuri zaidi, hazikutumika tu, zimetumika kuongeza kiwango cha elimu, kuongeza tunasema ni quality ya elimu. Tunatoka kwenye madarasa ya kukaa, kwanza tumetoka kwenye kukaa chini, tunakaa kwenye wanaita nini, madawati. Lakini pia tulikuwa na uhaba wa madarasa yametosha. Lakini sasa tunatoka madarasa ya chini tunakwenda madarasa ya ghorofa. Dar es Salaam oye! Lakini suala la afya limevuta bilioni 8.75 kwa miundombinu ya afya peke yake, ujenzi wa vituo vya afya, hospitali za wilaya na zile za kata, na bilioni 18 ni madawa na vitendea kazi ndani ya mkoa mmoja wa Dar es Salaam. Umeme ni kama lote, unakatika siku hizi umeme? Hamna kukatika. Maji tunakunywa safi na salama, uongo kweli? Aya, sasa hiyo ndio kazi iliyofanywa na watoto waliokotwa majalalani. Hiyo ndio kazi tulioifanya. Sasa wale wanaokaa kwenye maghorofa ambao hawatoki majalalani, sijui sera zao ziko wapi, naambiwa hata ilani ya kubabaisha. Lakini sisi wa majalalani tumefanya hayo. Lakini nataka niwaambie katika ngazi ya taifa, watoto wa majalalani tumefanya nini? Tunajenga umeme ambao tukimaliza mwaka 2023 Tanzania haitakatika umeme hata siku moja, siku 7 za wiki, masaa 24. Lakini umeme utakaotufaa pia kwenye viwanda. Tunajenga reli yetu mnayoiona hiyo, Dar es Salaam mpaka mwisho wa reli, tutakwenda nayo miaka mitano ijayo. Tumeanza mitano hii, hiyo ndio kazi yetu watoto wa majalalani. Lakini usafiri wa anga tulichokifanya mnakijua, na tunakwenda mbele na mbele. Tunakokwenda huko tutanua tena ndege za abiria za masafa mafupi na masafa marefu, lakini pia ndege za mizigo. Utalii,
Lengo letu ni kuleta kwa mwaka ndani ya Tanzania watalii milioni 5 kutoka milioni 2 wa sasa hivi. Tunataka tufike milioni 5 na tuongeze mapato yatokanayo na utalii. Lakini viwanda tumeahidi hapa, na katibu mkuu wa vijana amesema kwamba tumeahidi ajira milioni 8 za vijana kwenye sekta tofauti. Viwanda vitachukua watu wengi zaidi. Tunawaahidi tutaendelea kuwekeza kwenye viwanda, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, lakini tutawekeza kwenye viwanda. Lakini pia matatizo ya ardhi, migogoro ya ardhi tumeishughulikia, kuna iliyomalizika, wananchi wamefaidika, na tutaendelea na hiyo kazi. CCM oye! Serikali ya Magufuli oye! Leo anasimama tu mjinga mmoja anasema Magufuli ana watoto wa majalalani. Sasa kama watoto wa majalalani tumefanya hii kazi, sijui mwingine nani atakuja kufanya hii kazi. Wanaumwa na miguu. Ndugu zangu, niseme pia kwa Dar es Salaam, mbali ya hayo ambayo nimeeleza kufanya, tunapanga Dar es Salaam, mbali na barabara zilizojengwa, kuna barabara nyingi ambazo pia tutazifanyia kazi. Barabara zinazotoka bandarini Dar es Salaam kwenda Tazara mpaka uwanja wa ndege tunaitanua zaidi ili iwe pana, magari yaweze kupita mengi zaidi. Lakini barabara ya Mwai Kibaki, Moroko, Kawe roundabout na Garden Road kwa Gwajima, nako tunamjengea barabara yake ya kilomita 9. Kuna barabara ya Makongo Goba na sehemu ya ardhi Makongo, nayo tutaishughulikia. Upanuzi wa uwanja wa ndege Pugu, nako kuna barabara ya kilomita 8 tutaishughulikia. Kuna mabarabara mengi Mbagala, Kongowe, Mwandege pamoja. Tutafanya pia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, yaani barabara ya Kibada Kimbiji ambayo ni kilomita 28. Lakini nataka niwaambie kwamba kwa Dar es Salaam tutaweka nguvu maalum pale Jangwani. Jangwani ikinyesha mvua ni shida. Sasa tunataka ile shida isahaulike. Tutafanya kazi pia Jangwani. Lakini ndugu zangu, mbali na barabara hizi nilizozitaja, tunajielekeza kujenga barabara za mwendo kasi. Mabasi yale ya mwendo kasi sasa yatakwenda kila kona ya Dar es Salaam. Kuna barabara ya mwendo kasi itakayotoka barabara ya Kilwa na Kawawa ambayo ni kilomita 19, lakini barabara ya Nyerere, Uhuru, Bibititi na Azikiwe kutakuwa na barabara ya mwendo kasi. Barabara ya Maktaba, Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Sam Nujoma na Mwenge mpaka Tegeta kutakuwa na barabara ya mwendo kasi. Lakini pia barabara ya Mandela na Segerea, Tabata, Kigogo roundabout na kwenyewe kutakuwa na mwendo kasi. Lakini pia Moroko, Mwai Kibaki na Old Bagamoyo kutakuwa na mwendo kasi ndani ya miaka 5 ijayo. Pamoja na hayo tutamaliza tutakamilisha ujenzi wa madaraja. Waheshimiwa viongozi wote, daraja jipya katika ngazi zenu, lakini pia daraja la gereza kutoka Chama cha Mapinduzi pale, lakini pia kutoka serikalini. Sasa hizo waheshimiwa wabunge wateule na madiwani wateule mlioko, wazee wetu wa Temeke, viongozi wa dini, ndugu zangu, vikundi vya sanaa, mambo ni mengi, wanahabari na wana CCM, wana Temeke oye, umeme, mambo muhimu kwa wananchi. Ndugu zangu, hayo ni kipaumbele cha kwanza, uwezeshaji wananchi kiuchumi, mikopo na mambo mengine kipaumbele cha pili, aliyekuwa miundombinu ya maendeleo, kukuza biashara aliyoweza kuyataja, lakini alisema kipaumbele cha kitaifa yamefanywa. Niwaambie kwamba mambo, kwa hiyo mimi hapa sitaki kurudia tunachotaka, na wakati wanasema wabunge wetu wateule
ni kupiga kura. Mtu kasema so kupiga kura hakuna kumchagua, na maana yote yamesemwa hapa ni ya kweli, mwenye hekima na maono. Sitarudia tena yaliyozungumzwa kwa Temeke, lakini kidogo nitasema tuendeleze safari yetu kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mkoa wa Dar es Salaam nianze na wajasiriamali, kwa sababu ndio wengi sana mkoa wa Dar es Salaam. Wajasiriamali kwa kweli wamefaidika sana ndani ya miaka mitano hii ya John Pombe Magufuli. Kwa Temeke peke yake wilaya moja ni bilioni 8.8. Chukua bilioni nani wilaya zote za Dar es Salaam. Lakini jamani, mengine hata si ya kuzungumza. Mabarabara yametajwa hapa, maflyover mnayaona, madaraja ya baharini mnayaona, mambo yote yapo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Airport nzuri ya kimataifa ya kuvutia ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa upande wa elimu, mkoa wa Dar es Salaam umevuta bilioni 44.4 pesa za wavuja jasho, pesa za walipa kodi zimetumika Dar es Salaam. Lakini zuri zaidi, hazikutumika tu, zimetumika kuongeza kiwango cha elimu, kuongeza tunasema ni quality ya elimu. Tunatoka kwenye madarasa ya kukaa, kwanza tumetoka kwenye kukaa chini, tunakaa kwenye wanaita nini, madawati. Lakini pia tulikuwa na uhaba madarasa yametosha. Lakini sasa tunatoka madarasa ya chini tunakwenda madarasa ya ghorofa. Dar es Salaam oye! Lakini suala la afya limevuta bilioni 8.75 kwa miundombinu ya afya peke yake, ujenzi wa vituo vya afya, hospitali za wilaya na zile za kata, na bilioni 18 ni madawa na vitendea kazi ndani ya mkoa mmoja wa Dar es Salaam. Umeme ni kama lote, unakatika siku hizi, umeme hamna kukatika. Maji tunakunywa safi na salama, uongo kweli? Aya, sasa hiyo ndio kazi iliyofanywa na watoto waliokotwa majalalani. Hiyo ndio kazi tulioifanya. Sasa wale wanaokaa kwenye maghorofa ambao hawatoki majalalani, sijui sera zao ziko wapi, naambiwa hata ilani ya kubabaisha. Lakini sisi wa majalalani tumefanya hayo. Lakini nataka niwaambie, katika ngazi ya taifa, watoto wa majalalani tumefanya nini? Tunajenga umeme ambao tukimaliza mwaka 2023 Tanzania haitakatika umeme hata siku moja, siku 7 za wiki, masaa 24. Lakini umeme utakaotufaa pia kwenye viwanda. Tunajenga reli yetu mnayoiona hiyo, Dar es Salaam mpaka mwisho wa reli, tutakwenda nayo miaka mitano ijayo. Tumeanza mitano hii, hiyo ndio kazi yetu, watoto wa majalalani. Lakini usafiri wa anga tulichokifanya mnakijua, na tunakwenda mbele na mbele. Tunakokwenda huko tutanua tena ndege za abiria za masafa mafupi na masafa marefu, lakini pia ndege za mizigo. Utalii, lengo letu ni kuleta kwa mwaka ndani ya Tanzania watalii milioni 5 kutoka milioni 2 wa sasa hivi. Tunataka tufike milioni 5 na tuongeze mapato yatokanayo na utalii. Lakini viwanda tumeahidi hapa, na katibu mkuu wa vijana amesema kwamba tumeahidi ajira milioni 8 za vijana kwenye sekta tofauti. Viwanda vitachukua watu wengi zaidi. Tunawaahidi tutaendelea kuwekeza kwenye viwanda, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, lakini tutawekeza kwenye viwanda. Lakini pia matatizo ya ardhi, migogoro ya ardhi tumeishughulikia, kuna iliyomalizika, wananchi wamefaidika, na tutaendelea na hiyo kazi. CCM oye! Serikali ya Magufuli oye! Leo anasimama tu mjinga mmoja
anasema Magufuli ana watoto wa majalalani. Sasa kama watoto wa majalalani tumefanya hii kazi, sijui mwingine nani atakuja kufanya hii kazi, wanaumwa na miguu. Ndugu zangu, niseme pia kwa Dar es Salaam, mbali ya hayo ambayo nimeeleza kufanya, tunapanga Dar es Salaam, mbali na barabara zilizojengwa, kuna barabara nyingi ambazo pia tutazifanyia kazi. Barabara zinazotoka bandarini Dar es Salaam kwenda Tazara mpaka uwanja wa ndege tunaitanua zaidi ili iwe pana, magari yaweze kupita mengi zaidi. Lakini barabara ya Mwai Kibaki, Moroko, Kawe roundabout na Garden Road kwa Gwajima, nako tunamjengea barabara yake ya kilomita 9. Kuna barabara ya Makongo Goba na sehemu ya ardhi Makongo, nayo tutaishughulikia. Upanuzi wa uwanja wa ndege Pugu, nako kuna barabara ya kilomita 8 tutaishughulikia. Kuna mabarabara mengi Mbagala, Kongowe, Mwandege pamoja. Tutafanya pia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, yaani barabara ya Kibada Kimbiji ambayo ni kilomita 28. Lakini nataka niwaambie kwamba kwa Dar es Salaam tutaweka nguvu maalum pale Jangwani. Jangwani ikinyesha mvua ni shida. Sasa tunataka ile shida isahaulike. Tutafanya kazi pia Jangwani. Lakini ndugu zangu, mbali na barabara hizi nilizozitaja, tunajielekeza kujenga barabara za mwendo kasi. Mabasi yale ya mwendo kasi sasa yatakwenda kila kona ya Dar es Salaam. Kuna barabara ya mwendo kasi itakayotoka barabara ya Kilwa na Kawawa ambayo ni kilomita 19, lakini barabara ya Nyerere, Uhuru, Bibititi na Azikiwe kutakuwa na barabara ya mwendo kasi. Barabara ya Maktaba, Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Sam Nujoma na Mwenge mpaka Tegeta kutakuwa na barabara ya mwendo kasi. Lakini pia barabara ya Mandela na Segerea, Tabata, Kigogo roundabout na kwenyewe kutakuwa na mwendo kasi. Lakini pia Moroko, Mwai Kibaki na Old Bagamoyo kutakuwa na mwendo kasi ndani ya miaka 5 ijayo. Pamoja na hayo, tutakamilisha ujenzi wa madaraja, yale madaraja ya Salenda, daraja jipya, lakini pia daraja la Gerezani. Naona mkipita pale kazi mnaziona zinaendelea. Sasa hizo ndizo kazi zetu, watoto wa majalalani. Ndugu zangu, mambo ni mengi, lakini nataka niwahakikishie masuala ya elimu, maji, afya, umeme, mambo muhimu kwa wananchi, hayo ni kipaumbele cha kwanza. Uwezeshaji wananchi kiuchumi, mikopo na mambo mengine ni kipaumbele cha pili. Miundombinu ya maendeleo, kukuza biashara, usafiri na usafirishaji ni kipaumbele cha kitaifa. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie kwamba mambo ni mazuri. Tunachopaswa kufanya ni kupiga kura. Kupiga kura kumchagua jemedari wetu mwenye hekima na maono, Dr. John Pombe Magufuli. Tumpigie kura nyingi ili tuendeleze safari yetu hii ya maendeleo.